Nikihesabu 1, 2, 3, tumsifu Bwana, tushangilie shangwe na nderemo. Tumlete mtumishi wa Mungu Askofu Isaac atuletee mhubiri wa leo. Tuseme amen. Panua uwanja, usikuze kwa menzako. Chukua nafasi, songa upanue. Panua. Haleluya. Anaitwa Pastor Launeli. Mwenyewe ataweza kumalizia jina lake lingine la pili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mimi nataka tutengeneze mikono yetu vizuri tunapomleta kwa uwanja, tunapomleta katika uwanja ili akaweze kusema kitu, na kabla hajasema kitu kuna kitu ambacho nahitaji tu kwamba tukaweza kufanya, kwa sababu Bwana ameweza kufanya kwa ajili ya jioni ya leo. Nataka nimwambie Bwana tu asante kwa ajili ya siku ya leo, na hapo mkabidhi mtumishi wa Bwana katika mikono ya Baba. Baba, utukuzwe, uinuliwe. Ninakupa sifa na kutukuza kwa sababu wewe ni Baba. Ninakushukuru kwa ajili ya wakati huu, kila mmoja uliyemwezesha akaweza kuingia katika maeneo haya. Ninajua kwamba Bwana umekuwa na makusudi, na tunaamini ya kwamba makusudi yako ni makusudi yaliyo mema. Unawazia wanadamu mambo yaliyo mazuri. Najua ya kwamba umetuwazia mambo mazuri ukatupa mkutano huu, ukatuwazia mambo mazuri tukaweze kuingia katika uwanja huu. Baba, nachukua mtumishi wako na mkabidhi mikononi mwako. Najua ya kwamba Bwana unamjua Jehova, upako wako kaweze kudhihirisha katika mahali hapa. Baba, atakaa linena Bwana likaweze kubadilisha maeneo haya, likawa la baraka kwa kila mmoja anayelisikia, likawa baraka kwa kila mmoja aliye katika maeneo haya. Bali nakuja kinyume na nguvu za giza, ninamazisha madhabahu za kicheko, kila roho za kuzimu ambayo inapinga haya maeneo haya inakambata katika jina la Yesu Kristo. Kila nguvu zote na uchawi, nguvu zote na ushirikina, kila kazi na riba ambazo zimefanyika katika maeneo haya tunakambata katika jina la Yesu Kristo. Na naitisha moto ulao, unashuka moto teketezao kutoka katika kiti cha enzi, unashuka kwa kuweza kuteketeza vinyako vyote vilivyo katika maeneo haya katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Baba yangu, uinuliwe, uabudiwe. Mtumishi wako na mkabidhi mikononi mwako, akaweza kunena pamoja na mioyo hizi Baba. Baba, naomba nikiamini. Amen. Bwana Yesu makofi. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo niko na furaha sana. Nashukuru Mungu kwa sababu ya nafasi hii. Sikujua ya kwamba mimi ndio nitasimama hapa, lakini kumbe imekuwa ni mapenzi ya Bwana. Ninataka niende direct kwa neno la Mungu, kwa sababu kuna watu ambaye Yesu anaenda kukomboa mahali hapa. Yesu anaenda kuponya watu mahali hapa. Kuna watu wamekonjeka miaka 5, miaka 10, wengine wamekonjeka miaka 50, lakini pato wako mahali pale. Lakini leo hii ushukuru Bwana kwa sababu neno lake limefika leo. Ninataka kushukuru mchungaji, ninashukuru askofu, ninashukuru wachungaji wote, ninashukuru watu wote ambao wamekuja. Mungu awabariki. Utakosa kitu chochote. Hata hamna kasi, hata hamna mbele wala nyumba. Heshimu Mungu. Kama Miriam, Biblia inasema ya kwamba kuna siku moja, wakati moja ambaye mtumishi wa Mungu Yesu mwenyewe aliamua kutembea katika vijiji fulani, akaingia katika kijiji kimoja
Hicho kijiji kulikuwa na msichana anaitwa Martha. Alikuwa na sister yake anaitwa Miriam. Martha wakati ambapo Yesu alifika, yeye akaingia jikoni. Lakini inasemekana Miriam yeye alikaa ndani ya miguu ya Yesu. Kusikia habari njema. Tumekataa kwenda kwa vipanda. Tunasema hata kama niko na omena, hata kama niko na cabbage, lakini lazima nisikie habari njema. Hapa nikutangazia utakosa kitu. Biashara yako yeye atainua katika jina la Yesu Kristo. Ikia Bwana satake Biblia inasema katika Kutoka, mstari wa 14, ni mlango wa 14, mstari wa 11. Hapa ni Musa na Mungu. Tukianzia 10 inasema hata Farao alipokaribia wana wa Israeli, wakainua macho yao yasema Wamisri wanakuja nyuma yao, watawakumba sana. Wana wa Israeli wakamulilia Bwana. 11 atawaambia Musa, je, kwa sababu hamkuona, watamwambia Musa, kwa sababu hapakuwa na makaburi katika Misri, tunatutoa huko ili tufe jangwani. Bwana umetutendea haya, umetutoa katika nchi ya Misri. Neno hili sio tulilokuambia huko Misri. Tukasema tuache kuwatumikia Wamisri, maana ni afadhali tuwatumikie Wamisri kuliko kukufa jangwani. Musa akawaambia watu, Laonel anawaambia watu siku ya leo, watu wa Misri mahali, kuna watu wamefungwa mateka na shetani, kuna wengine wameokoka, kuna wengine ni watumishi wa Mungu, kuna wengine ni vijana, kuna wengine wako university, kuna wengine wako college, kuna wengine wako primary, kuna wengine wako secondary, lakini wamefungwa. Lakini leo nimekuja niseme ya kwamba utasamia Bwana, utasamia Bwana. Biblia inasema na msiogope. Simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atawafanyia leo, kwa maana hao Wamisri uliowaona leo hawatawaona tena. Hamutawaona tena milele. Bwana atawapigania
ndio wana wa Israeli waendelee na safari. Kuna watu mahali hapa mtoto wake anaenda college mwezi wa 9, anaenda mwezi wa 9, hauna school fees, hauna mbele wala nyuma, hauna pesa, hauna busi ya kuuza, hauna kondo ya kuuza, hauna kitu ya kuuza, lakini nimekuja nikwambie Bwana anasema samia yeye naenda mbele, usiangalie nyuma, ukiangalia nyuma utashindwa, lakini ukienda mbele Bwana anakupigania. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Misri, Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inasema mtu yeyote atakayeangalia nyuma hatafika mbele, lakini mtu yeyote atakayeangalia mbele naenda na safari atafika. Kuna hali unayoipitia, kuna mambo unayoipitia, unashindwa utenda wapi. Nimekuleta habari njema nikisema ya kwamba Musa alikuwa ni mtumishi wa Bwana ambaye alikuwa amepewa jukumu la kutoa wana wa Israeli katika Misri, katika mambo ambayo walikuwa wanafanya. Walikuwa wameingia katika mji wa Misri, walikuwa watumwa. Shetani alikuwa anawafinyilia, na kutoka Misri kwenda mji wa Kanaani haikuwa mbali, lakini kwa sababu Bwana alitaka kuwafundisha, anasema ya kwamba lazima watapitia mahali fulani. Bwana Yesu asifiwe. Walianza safari, ilifika wakati, ikafika wakati wakaanza safari, wakasema sasa yametosha, kama hii. Kuna mama, kuna kijana anasema imetosha, kuhangaika imetosha, kunyang'ana imetosha, kusumbuliwa imetosha. Leo nitaenda, leo nitasonga mbele. Ukianza biashara wiki moja inafungwa, ukianza biashara wachawi wanaweka mpao kwa kibanda yako, hauna customer. Leo nimekuja nikutangazia watu wa Misri wachawi watawaachilia na mtauza. Kuna wengine mkono maploti, wengine hamna pesa ya kuchanga. Leo nimekuja niweze kuwatabiria, lazima mtachanga, lazima mtachanga. Haijalishi unapitia hali gani, haijalishi unasumbuliwa aina gani, haijalishi wanasema kwamba kama ulizaa maskini, lakini Bwana tukumbuke. Walianza safari, wakaanza kutembea, wakasonga mbele, wakafika mbali kiasi, wakafika kwa bahari
bahari ya Shamu, wakafika katika bahari ya Shamu, wakaangalia Musa, wakamwangalia tena, wakasema Musa, wewe Musa, uliona kule Misri, uliona hata tukikufa pale hata kutusika, hata kutusika. Musa, hapo tunakuambia, hapo tunalalamika, ukatutia moyo, ukasema tuende kule bahari ya Shamu, bahari ya Shamu, Farao, kila upande ni Farao, mbele ni bahari ya Shamu. Wewe Musa, ulikuwa na nia gani? Lakini ilifika sauti ya Bwana ikaambia Musa, ya kwamba Musa, umepepa nini? Musa akasema nimepepa. Mungu akamwambia Musa, inua simu yako na andika ndani ya bahari, bahari itagawanyika. Musa akafanya hivyo. Wamekuroga kwa sababu utaniona, wamekuroga kwa sababu utasikia sauti, wamekuroga kwa sababu utanisikia. Leo wachawi lazima wanaooroka, lazima wanapikwa, lazima wanapikwa katika jina la Yesu. Musa akatandika fimbo ndani ya bahari ya Shamu, maji ikatawanyika, wakatengeneza njia. Waliokuwa wanalalamika, waliokuwa matumaini imekufa, kuna mama kondoo meno korokoro 3 alioza yote, alinunua sukuma, alipika yote, anaangalia ya kwamba katika kanisa hii yapata Mungu kweli, uko na mateso, hawezi kulala kwa sababu wachawi wamekufinya. Unaangalia hii kanisa iko na nguvu kweli, lakini niko hapa niseme, ulikuwa unateseka kwa sababu wakati haitafika, ulikuwa unateseka kwa sababu Mungu alikuwa amenyamaza, lakini leo Bwana wa mabwana amenituma hapa Misri nitangazie huyo mama kwamba wewe endelea na kazi yako, usiendelea na kazi yako, usiache kuuza usiache kuuza omena. Bwana anakupigania leo. Kuna wengine wako na vipaji, kuna wengine wako na vipaji za kuimba, lakini kwa sababu wamewazunguka na uchawi, hawezi kusonga mbele. Ukiitwa kuimba, unaimba na kazi bure. Kazi yako kuruka, lakini unalala njaa. Ukifika kwa nyumba, mama anasema hakuna sabuni. Leo kwa jina la Yesu nimekuja na nimempapa Yesu
nitapigia kijana yule aliyo na kipaji ambaye amefanya kazi bila malipo. Leo natabiria kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Lazima utenda mali, utenda mali, utenda mali, utenda mali, utenda mali. Natabiri leo, natabiri leo, natabiri leo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tunatangaza makorofu maeneo haya, tunatangaza makorofu maeneo haya, tunatangaza vijana wa hapa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, ya kwamba vijana waliofungwa na shetani kwa jina la Yesu, shetani waachie, shetani waachie, shetani waachie, achia kilisano, achia kilisano, achia kilisano, upanuke, 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 upanuke kwa jina la Yesu. Nao wakaingia bahari, ndani ya bahari ya Shamu. Farao alikuwa anawafuata nyuma, wakaingia wakafika, wakapiga katikati, naye Farao na magari akawafuata, anakuta mbio mbio. Wakati wene Farao alifika katikati, naye Bwana akamwambia Musa, geuka tena, inua fimbo yako, inua fimbo yako, andika maji, andika maji, andika maji. Wakati wene Musa alitandika maji, hiyo ndio ilikuwa mwisho, hiyo ndio ilikuwa mwisho Farao kuonekana, hiyo ndio ilikuwa mwisho Farao kuonekana. Leo nimekuja nitangaze maadui wako wanaopambana na wewe siku ya leo, siku ya leo, leo ni mwisho, leo ni mwisho, leo ni mwisho, leo ni mwisho, leo ni mwisho. Wamekuruka sana, wamekubaza sana, wamepambana na wewe sana, lakini nimekuja kutangaza ya kwamba kama huyo Musa alimuona akiangamia ndani ya bahari ya Shamu, leo hii, leo hii, leo hii, leo hii, leo hii, leo hii, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, unanukusika wachawi wano, wanaoruka manukusaka, wanaoruka jamii yako, wanaofanya watoto wakufanikiwa, unanukusika, 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 unanukusika. Naye Musa hakuwa anaogopa, alikuwa na ujasiri, ujasiri kuliko simba. Yeye aliambia wana wa Israeli, akasema, ndugu, ninakuambia wewe, angalia wokovu wa Bwana, angalia wokovu wa Bwana, waache kulalamika. Mwezi wa 9 haijafika, waache kulalamika, waache kulalamika, waache kulalamika, waache kulalamika. Mwezi wa 9 ukifika, Bwana atakuwa anaandaa watu watakaosimama na wewe. Huyo mtoto wako atasoma, atasoma
Kuna vijana hapa Misri wamekatalia chang'aa. Kuna watu hapa Misri wanajiita wamama, wana ujuzi wa kutengeneza chang'aa, ujuzi wa kutengeneza pesa. Nimefunga vituo vyote vya chang'aa, watoto hapa ninafunga kwa jina la Yesu. Ninafunga vituo vyote, ninapiga pesa, ninafunga katika jina la Yesu. Ninapoenda kumalizia, nasema usiogope. Usiogope mzee, usiogope kijana, waliokufunga leo wanakuachilia, leo wanakuachilia, leo wanakuachilia, leo wanakuachilia, leo wanakuachilia. Walifunga usasi wako kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, leo wakuachilia. Ninapoendelea, ninaomba tusonge hapa. Nataka tuangushe mpingo ya mahali hapa. Tunamweka shetani chini ya miguu yetu katika jina la Yesu. Wamama simama, simama haraka. Masai machache, masai machache, tusaidie hapa. Angushe mpingo ya shetani. Shetani ana uwezo, ametufunga sana, lakini leo tunamsambaratisha, leo tunamwangamiza, leo tunamfunja, leo tunamshika mateka. Alinitesa sana, lakini leo tumekuja kumtesa. Alituharibia sana, lakini leo tumekuja kumweka chini katika jina la Yesu. Tusonge hapa, tuombe pamoja. Haleluya. Tusimame kwa maana. Tusimame kwa mtaro. Tusimame hapa. Amen. Jesus. Kuna watu wameteseka sana. Kwa nini ndio bantu banyasiwe? Kuna watu wanapitia shida. Bantu babirire mnyaho lakini wameokoka. Baba bantu bana bayo